Ukiukwaji wa masharti ya mila hii utapewa adhabu ya kuvalishwa kanzu ya bati au kupigwa. Hii ni jambo lisilokubalika kwenye katiba yetu ya UMCO. Tunakuomba ukumbushe viongozi wa mila kuacha kutoa adhabu ya bati na fimbo. Vitisho kama hivyo vinasababisha vijana wetu kukata tamaa katika imani. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika wilaya ya Simanjiro, mkoani Manyara, kwenye kijiji cha Oljoro namba 5. Tumefika hapa kwa ajili ya shughuli maalum ya watumishi wa Mungu ama wachungaji, ambao leo umoja wao umezinduliwa rasmi kwa ajili ya ushiriki pindi zinapotokea changamoto mbalimbali. Wamezindua katiba ya umoja wa wachungaji wa Pentekoste katika kata hii ya Oljoro namba 5. Na hii yote imetokana na muingiliano baina ya mila pamoja na imani. Imeeleza kwamba kwa kuwa wachungaji wao wanapingana baadhi ya mila nyingine ambazo ziko katika jamii, zingine ambazo ziko kinyume kabisa na utaratibu wa kuvunja sheria, wao wamesema hawashiriki hizo, lakini wale ambao ndio wanasimamia hizo mila kuzivunja wanawalazimisha waumini ambao wanasali katika makanisa kuzifuata zile mila. Sasa wamezindua katiba hiyo, mgeni rasmi akiwa ni mkuu wa wilaya, akiwa amewakilishwa na mtendaji wa kata hii, ambapo ameeleza kwamba jambo hilo amelipiga marufuku sasa, lakini watu wasiingiliane katika imani kati ya mila pamoja na dini. Watu wa dini wafanye shughuli zao, lakini vile vile watu wa mila wafuate taratibu zao ili mambo yaende sawa sawa. Lakini tumezungumza na mwenyekiti wa kijiji hiki akitueleza namna ambavyo viongozi wa dini watalindwa, lakini na mila pia zitalindwa katika maeneo haya. Lakini katika sherehe hii ambayo imefanyika hapa, akisoma risala hiyo, katibu wa umoja huo wa wachungaji wa Pentekoste amebainisha kile ambacho kinawakuta. Wakati mwingine wanapigwa na kuvalishwa mabati na kudhalilishwa kwa sababu tu wanapingana na baadhi ya mila ambazo kwao wanadhani kiimani haziko sahihi. Lakini pamoja na hayo, diwani ameonekana kama vile akienda kinyume na walichokisema wachungaji, kwa sababu amesema jambo hilo ni dogo sana, angeweza tu kulimaliza yeye mwenyewe. Na tukio hili litokea mwaka wa juzi, hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa. Sasa wananchi wanahoji, ameshindwaje kufanya shughuli hii mwanzo? Anakuja kuzungumza sasa mbele ya mgeni rasmi. Mimi ni Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa zaidi yanaelezwa. Katika umoja wetu tuna changamoto nyingi kama vile kutishiwa, kupigwa na kukamatiwa mali zao. Vijana wetu wanatishiwa, wanapigwa na kukamatiwa mali zao. Ndugu mgeni rasmi, vitisho kama hivyo vinasababisha vijana wetu kukata tamaa katika imani. Tuliandika makubaliano ya kuheshimiana na kutoingiliana kati ya mila na Wakristo tarehe 20 mwezi wa 6 2020. Hata hivyo, tunaomba malaigwanani waelimishe vijana kuhusu makubaliano hayo, kwani bado kuna dalili ya uingilianaji na uvunjifu wa amani. Nimesisitiza neno dalili. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja wetu unawashukuru viongozi wa mila walioongozwa na Mheshimiwa Olaigwanani Lekisongo Sayolo, tumpigie makofi, kwa kazi kubwa walioifanya kipindi cha mwaka 2019 hadi 2020 ya kujaribu kuleta mapatano na kurudisha mali za Wakristo zilizokuwa zimeshikiliwa na vijana wa mila kwa ajili ya michango ya mila ambayo imani yetu ya Kipentekoste ni kosa na iruhusiwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hayo ni mafanikio makubwa sana, kwani amani ni jambo la muhimu sana kwetu sote na kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiukwaji wa masharti ya mila hii utapewa adhabu ya kuvalishwa kanzu ya bati au kupigwa. Hii ni jambo lisilokubalika kwenye katiba yetu ya UMCO. Tunakuomba ukumbushe viongozi wa mila kuacha kutoa adhabu ya bati na fimbo. Maeneo ambayo
Hatushiriki na jamii ya Waarusha kwa mujibu wa imani ya Kipentekoste, na nasisitiza ni kwa mujibu wa imani. Vikao vya mila na rika na desturi, sherehe za Iloikop, kumlipa mtu aliyeuawa, kusimika rika ya unoto, kustaafisha rika, kuchinja dume la rika, ufukuaji na ufukiaji wa jiwe. Pamoja na michango ya kuchangia maeneo hayo, hatuchangii wala hatuhudhurii vikao vya mila na rika. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli za mila mganga husishwa kwa 95%. Tunawaomba viongozi wa mila kuendelea kuwajulisha na kuwafundisha vijana kuheshimu makubaliano tuliyofanya tarehe 20 mwezi wa 6 2020. Kila mtu anapaswa kuheshimu imani ya mwingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe zetu zote ikiwepo sherehe ya tohara hufanyika kwa mtindo wa ibada kwa mujibu wa neno la Mungu. Ukijichukulia sheria mkononi ya kumwadhibu mwenzio, na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata, tukijiridhisha kwamba adhabu ulioitoa umeitoa katika namna unayoijua wewe mwenyewe, utaadhibiwa. Kabla ya hizi sheria za sasa, secular laws, hizo sheria za kimila na kidini ndizo zilizokuwa zinatuongoza wakati huu. Nenda kamuadhibu mwenzio kwa kibaba cha sukari, na yeye akuadhibu kwa kibaba cha mahindi. Hakuna adhabu nyingine. Hakuna adhabu nyingine. Masime, fimbo, sijui kofia za bati, atakayeona yafaa kumvisha mwenzie kanzu ya bati, na yeye anaweza akavishwa kanzu ya zege, tukatengeneza usawa. Hii Mheshimiwa Diwani, sizungumzi kisiasa. Na sisi watumishi tunatamani tuamke vizuri, tuingie kwenye majukumu yetu vizuri na tumalize vizuri. Habari za kuambiwa Ojoro namba 5 kuna changamoto ya kikundi fulani cha watu kinaadhibu wengine, tutawauliza kama wanayo mamlaka hayo, tutawaacha waadhibu. Lakini kama hawana nayo, wataadhibiwa. Ushauri wangu kwenu, ili tusifike huko, yazungumzeni mapungufu na matatizo yenu kwa vibaba vya mahindi na sukari. Sheria ni msumeno, inakata pande kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na yeye kama mwakilishi wa rais kwenye wilaya, yuko pamoja na watu wa jamii zote. Yuko pamoja na watu wa jamii zote. Na ninyi katika jamii, yatatueni matatizo yenu kwa vibaba vya sukari na mahindi, na si vinginevyo. Nasisitiza, yatatueni matatizo yenu kwa vibaba vya mahindi na sukari, na si vinginevyo. Tutahitaji kukutana na wale wazee wa mila na tuwaeleze 1 2 hiki hatuhitaji, hiki hatuhitaji. Hapo sisi tunasimamia. Wakati mkuu wa wilaya anakuja, anayakuta tuliyoyasimamia, na atatuuliza mmefika wapi, na sisi tuwe na maneno ya kuzungumza. Kwa hiyo niwakaribishe sana wakati wote, kama kuna jambo lolote tuzungumze. Lakini hili alilosema yeye linabaki kama lenyewe. Niwaase tu ndugu zangu, vurugu hatuhitaji kwenye hii kata. Lakini inawezekana kuna mtu yeye anatamani vurugu. Kila anapotembea anatamani vurugu. Sisi hatutaki. Hatuhitaji. Na nataka niwahakikishie hatuhitaji vurugu kwenye hii kata, na tutaendelea kusemea kila mtu amheshimu mwingine. Lingine lile ambalo nilikuwa nimesema nizungumze mwisho, mchungaji, kama nilivyosema, naomba tupendane. Swala la upendo linajenga. Tukipendana, maendeleo yatakuja, tutaishi vizuri. Hilo mchungaji nitakuambia baadaye, mimi sitalitemea mbele ya hadhara, kwa sababu inawezekana ni nafsi ya mtu. Na waahidi kwamba furugu haitoki tena. Tukiona furugu tutakwenda pamoja, tutasuluhisha. Maana chokochoka akiingia katika vijana, tutakuja kukaa wazee, tutasuluhisha. Hasitoke neno kama hilo ya kufalisha bati au fai na sivyo. Mimi nimekuja kutoa kule. Wakakamatwa. Maana baba yao ni huyu, na wale vijana wakamatwa. Mimi nikaenda kurudisha kama mzee mkubwa mila desturi, nikaja kutatua, nikarudishia Wakristo mali yao yote,
tukakuwa sawa. Na nadhani umesikia kwenye mtasari. Na nimerudishia wilaya mkuu wa polisi jambo hilo. Na sasa iko kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo. Hiyo ni jinai. Sijaacha kwa sababu watoto wataathirika. Wataathirika. Mimi nimekuja kutatua tatizo hilo kwa upole kama mshili wa ukoo wa kusimamia jamii wasinyanyasike na wasinyanyaswe. Hii sherehe tutazindua mwezi wa 9. Hii sherehe kutairiwa tutazindua mwezi wa 9 na hasa mwezi wa 10. Halazimishi. Wao wana malayoni. Watatairi nao. Atakosa kutairi, atatairi nao. Ile katoto katanyanyasika kwenye rika ile. Kwa hiyo lazima atairiwe, boma baba yake ajulikane kwamba ametairiwa. Sawa? Tunaonya, tunafundisha namna kuishi na wasee, namna kuishi kukabiliana na changamoto, maana ukishatairi kijana tayari imekuwa msana kwenda kuhangaika kujitafutia. Kwa mazingira safi, tunafundisha mazingira safi, usiibe, usiponyoke, usikubali kupigwa wasee ulaaniwe. Kaa kama mtu wa imani ya kuomba Mwenyezi Mungu wako akupe nini? Ya jasho yako. Nasikia sehemu za mjini kule Mirongo, lakini kwa huku kwetu haijawahi tokea. Lakini bahati nzuri sio viongozi hapa wa dini si wapo. Si wangesema tumewahi falishwa hii na hiki. Si hatupingani na viongozi wa dini. Mimi nikiwa serikali, najua serikali ndio inalinda kila mtu. Serikali ndio baba wa kila mtu. Kwa hiyo mimi siwezi pingana na nini na hilo. Mimi nawalinda, wakiona watu ambayo wanataka kufanyia hilo, wanipe taarifa, mimi nitafanyia kazi. Maana hilo sitaki. Unajua kwa kweli nikisema kuna vitu ambayo huwezi sema uongo. Ila kuna vitu ambayo ukiona ambayo inaathiri jamii lazima ukabiliane naye. Lakini kitu kama hujaona huwezi kusemea kitu ambayo hujaiona, maana sio nzuri. Naitwa Noah Nikinda Josephere, mchungaji wa kanisa la APCT kijiji cha Iborikishu. Ndugu mtangazaji, mimi kama mchungaji kwa mwili huu ninao jeraha la kukatwa kwa sime, ambalo eneo hili liko hapa kwa ajili tu ya kupingana na baina ya mila na kanisa. Kwa sababu hii vijana wa kanisa wanashindwa kuliabudu Mungu kama katiba inavyosema kwamba kila mtu ana haki kuabudu jinsi anavyopenda. Vijana wakija kanisani, vijana wa mila watafuta na kuwashambulia. Kuna siku kabisa wamenishambulia kanisani. Kuna siku wamenitafuta mimi mwenyewe. Kisa tu wanasema mimi ndio msababishaji kwa nyima michango za kimila. Ile jambo linatukera sana, na ninaomba wahusika, yaani viongozi wetu kuanzia mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, mheshimiwa wa wilaya, mheshimiwa mkoa na rais, aangalie jambo hili, kwa sababu katika kata hii kwa ujumla ndio sababu tumeanzisha umoja huu. Tunapata na mateso mengi miaka za nyuma. Sasa hivi ilipungua baada ya umoja huu, vijana tukamatwa, kuchukuliwa mali zao, mpaka tukafika polisi orkesumet. Ndio viongozi wa mila wakaenda kurudisha lile kesi kijijini, tukaja tukarudishiwa mali yetu. Ndio tuende kukakaa kuweka baina ya mila na kanisa, ili mila ikae kama mila, kanisa likae kama kanisa. Baada ya Legwanani kushughulikia swala hilo, tuliona mafanikio. Tangia Legwanani kufanya kikao hicho pamoja na sisi, hayajatokea tena kuanzia mwaka juzi na mwaka jana. Tumekuwa na amani makanisani na vijana wetu wamekuwa na unafuu tena. Hawa vijana dogo hawezi kuwashambulia tena na kuwapiga sana.
Lakini uzinduzi huu wa kuzindua umoja huu tumezindua ili ijulikane katika kata hii, wilaya hii ya Simanjiro na mkoa huu na Tanzania kwa ujumla, wajue kwamba umoja huu wa Kipentekosti, ya wachungaji Kipentekosti kata ni watu ambao wana imani ya Kipentekosti, na kila na liheshimiwe mila lisiweze kuingilia kanisa na kanisa lisiingilie mila katika taratibu zao za ibada zao. Asilimia kubwa ya mtangazaji kuisemea sana ni vigumu na kuelezea ni vigumu, kwani mara nyingi tunapopeleka malalamiko yetu katika ofisi za kijiji au mahala husika, baina sehemu kubwa upuuziwa. Hatuoni utatuzi, kwa sababu moja ambalo linatolea mifano kama tatizo wale walikuwa tumefika wilayani ni jambo dogo ambalo halingeweza kufika wilayani, lakini kutokana na nguvu iko ndani ya mila wanaonekana wachungaji hawana sehemu katika nchi hii au katika kata hii. Na nilishangaa kwa sababu kama anasema hivyo, mambo haya yalipotokea yeye alikuwa wapi? Mbona hajashughulikia? Jambo limetoka katika ofisi ya kijiji, kata linajua, mpaka ikafika wilayani, ikarudishwa wilayani. Imekuwaje dogo? Kwa hapa mtangazaji, asilimia kubwa ni watu kuto kujua majukumu yao au kudhamini utu wa wanadamu wengine.